Sifuna, seneta wa kaunti ya Nairobi, na muungano wake wa Linda Mwananchi wamepata ushindi na wamemshinda William Ruto na serikali yake ambao wanashirikiana na Oburu Odinga kutaka kutatiza muungano wa Sifuna usije ukaendelea mbele na siasa zao za Linda Mwananchi. Je, Sifuna amepata ushindi vipi na muungano wake wa Linda Mwananchi? Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali piga subscription. Ninakuomba tafadhali piga subscription kama haujaweza kupiga. Vile vile ninakuomba uweze kulike video, kwa sababu ukilike video unaipea miguu iweze kutembea, kwa sababu nimegundua wakati mwingine tunatazama video na tunasahau kupiga subscription na tunasahau kulike video. Ninakuomba uweze kufanya hivyo, na mwisho wa kanda hii ninakuomba uweze kuishare. Sasa hivi majuzi serikali ilianza mbinu mbaya ya kutaka kumzima Sifuna na muungano wake wa Linda Mwananchi. Ule muungano wa Linda Mwananchi umekuwa kikwazo kwa William Ruto. Umekuwa tisho kwa William Ruto kwa sababu muungano wa Linda Mwananchi umepokelewa, umepata mapokezi makubwa mpaka hata serikali imetetemeka. Sasa wametafuta mbinu ya kuweza kuzima ule muungano wa Linda Mwananchi, kwa sababu lile jina Linda Mwananchi limekuwa movement, na lile jina Linda Mwananchi limepokelewa na wananchi kwa sababu linahusisha wananchi. Sasa majuzi serikali ikakimbia ikatuma ombi kwa msajili wa vyama ili kusajili jina Linda Mwananchi kama chama. Sifuna, Babu Owino, James Orengo na kikosi chao wakajitokeza wakasema kwamba sisi hatujatuma maombi kusajili Linda Mwananchi kama chama. Walijitokeza wakanena hilo. Sasa msajili wa vyama akaangalia akaona hapana, kuna mambo ambayo hayaendi vizuri hapa, kwa sababu Sifuna na muungano wake wamekataa kwamba sio wao wametuma maombi ya kusajili Linda Mwananchi kama chama. Basi ni nani? Wakagundua kwamba kuna watu ambao wanataka kutumia hilo jina la Linda Mwananchi kusimamisha muungano wa Sifuna. Sasa hii leo jinsi ambavyo unaona hapo, msajili wa vyama amesema hivi: Linda Mwananchi Registrar of Political Parties reject bid to reserve name of Sifuna Orengo Babu linked movement as a party. John Lorionokou says name closely resembles other registered slogans. Kwa Kiswahili wanasema hivi: Linda Mwananchi, msajili wa vyama vya siasa, amekataa ombi la kuhifadhi jina la harakati inayohusishwa na Edwin Sifuna, James Orengo pamoja na Babu Owino ili lisajiliwe kama chama cha kisiasa. Msajili wa vyama vya siasa amesema jina hilo linafanana sana na kauli mbiu nyingine ambazo tayari zimesajiliwa. Unajua, wache nikwambie, serikali inafikiri kwamba kina Babu Owino ni wajinga. Ile timu ya kina Babu Sifuna Orengo ni timu ya mawakili, wanaelewa huu mchezo ambao serikali inataka kuwachezea. Kabla hata wajaanzisha jina Linda Mwananchi, walienda wakalisajili. They went and registered that name Linda Mwananchi. They registered it.
as a slogan. Kwa hivyo mtu yeyote mwenye angejitokeza na kusema kwamba lile jina ni lake angegonga mwamba. Kwa nini? Lilikuwa limekwisha sajiliwa kama kauli mbiu, ukipenda slogan. Na akina Orengo, Sifuna, Babu walifanya hayo mapema. Sasa serikali ilikimbia kusajili, wamegonga mwamba, wameambiwa kwamba hilo jina lilikwisha sajiliwa kama kauli mbiu kitambo. The ODM Linda Mwananchi faction has written to the Registrar of Political Parties John Cox Lorionyoko through their lawyers Henia and Anzala Associates. The leaders, among them Nairobi Senator Edwin Sifuna, Embakasi East MP Babu Owino, Vihiga Senator Godfrey Osotsi, and Siaya Governor James Orengo, argue that their faction is the only outfit known as Linda Mwananchi and that they have made no plans whatsoever to register a political party under that name. They oppose the attempt by Charles Wanyonyi, who has already submitted an application to the registrar seeking to register a party bearing the Linda Mwananchi name. According to the politicians, the proposed registration is not associated with the Linda Mwananchi faction, is likely to defraud and mislead voters, use the images of the leaders in the Linda Mwananchi camp, and solicit funding fraudulently from different quarters. The leaders are urging the registrar of political parties to reject Wanyonyi's application outrightly. The dispute comes amid growing speculation that the faction's leaders could be plotting to break away from the Orange Democratic Movement Party as internal tensions with the party's leadership continue to rise. I want to tell you clearly that Linda Mwananchi is there to stay. This issue of registration of a movement or a political party is not, we've not thought about it so far. There's NDC that is coming up. They're supposed to elect leaders in ODM. We are still in ODM, but the government is so scared, as you can see, and that is why they are sending fillers. They are sending people to go and register Linda Mwananchi. Sasa serikali imepata aibu, akina Oburu wamepata aibu kwa sababu wamegundua kwamba ule mrengo wa kina Sifuna umependwa. Ule mrengo wa kina Sifuna utaenda kukua movement kali. Kwa hivyo wanataka kuanza vita. Mwingine aanze kusema mimi ndio mwenye ile jina, amwezi mkatumia ile jina kama chama. Mwingine aseme kwamba ile jina ni letu. Yaani wanataka kuwatatiza. Hasa ninashangaa serikali inakimbia kwa nini kutaka kusajili jina la kina Babu Owino, kipindi ambapo nimeona viongozi wa serikali including huyu deputy governor wa county ya Kakamega mwenye anaitwa Ayub Savula akisema kwamba harakati ya Sifuna ni moto wa karatasi. Yaani anasema kwamba ile movement ya Sifuna ni harakati ya moto wa karatasi, kwamba moto ambao unawaka papa na unazimika. I know where you're heading. Where am I heading? And I can tell you. Tell us. You know the young man you want to talk about? You want to talk about the politics of Babu and Sifuna. Yes. They are heading nowhere. As an experienced politician, I will tell you. Tell us. The truth. Tell us. Sifuna stood for nomination for Member of Parliament in 2013. Yes. In Kandui constituency. Yes. He flopped badly in Yes. Kandui. Continue. Sifuna stood as a senator in Nairobi under Baba, 2017. He lost. Sakaja beat him. Clean. Correct. Baba raised Sifuna's hand in 22. for Sifuna to become Senator. a senator. Sifuna's popularity is like a bushfire that is going to end at the end of the forest. At the end of the forest, when the forest ends, it ends there. Yes. And the forest is reactionary. Kwa hivyo ni From being thrown from Sifuna ni moto ya gazeti. moto ya gazeti. From being thrown from the position. Muliro kwa makata. Kwa makata. Muliro kwa makata. This is a dried maize stalks. Maize stalks. It burns. Then. Yes. So Sifuna is heading nowhere. After the Kakamega rally and Kitengela rally, let him hold another rally, you see the turnout. What will be the message? Because you see, voters are very keen. What is the end game of Sifuna? Okay, tell me, he wants to be a president. Which party? And to activate a political party, 1 year, 5 months election, Yes. you need resources, heavy resource. A campaign needs 10 billion. You only get 10 billion. You need network.
across the country. Which governor is supporting Sifuna, apart from the Siaya governor, who is fighting their own war? So the Sifuna's fire is an ODM reactionary fire. Then Babu has added fuel in the oil. He has added fire in the oil because he wants to activate the Gen Z, the Gen Z movement for his own political interest so that he can get votes in Nairobi for governorship. Nothing else. Have you ever heard Babu attacking Ruto? If you are a sharp politician, have you ever heard in all his speech? No. In all his speech. But he doesn't have to. He does not attack Ruto. Even Sifuna doesn't. Sifuna attacks. No. Sifuna says, we have no arrangement to support Ruto in 20. That's not attacking. That's stating yes, a fact. but the position he holds. Nani has no time on attaching on Ruto or who? Babu Owino, because he's focused on rejuvenating the Gen Z with the purpose. Let me ask you a question. Ayub Savula, Deputy Governor of Kakamega County. If Sifuna appears in Kakamega town, yes, just taking tea. Yes. There used to be hotel, I used to say in Kakamega. Yes. So, wacha hii kubwa kina golf. Yes. Town tu aingia kunywa chai. Then what goes around Sifuna is here. Yes. Gari itapita hapo karibu kwa town. Yes. It will be like a shikuku. Sasa kama basi ule moto ama ile movement ya Sifuna ni moto wa karatasi, mbona wanakimbia wanataka kusajili jina la wenyewe kama chama? Kuna watu ambao hamuelewi hapa. Unajua ni kwa nini serikali walitaka kukimbia ama waliamua kukimbia na kusajili hilo jina kama chama? Unajua ni kwa nini? Namba moja, walitaka kuzuia jina hilo lisitumiwe kisiasa katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu ukiona hilo jina liko na Mwananchi, linda Mwananchi. Yani unalinda Mwananchi, unalinda maslahi ya wananchi. Na ukigundua sababu ambayo iliweza kufanya Edwin Sifuna, Babu Owino, James Orengo wakakuja na hilo jina ni kwa sababu ile timu ya kina Oburu, Gladys Wanga waliacha kulinda maslahi ya wananchi, wakaenda kulinda maslahi ya tumbo zao. Angalia, sasa hivi hakuna kazi kwa vijana. Hatujapata maendeleo. Pesa zinaporwa na zinapotea. Serikali inatumia mamlaka yao vibaya. Lazima pawepo na watu wa kuwatetea. Sasa hapo ndipo Sifuna, Orengo, Babu waligundua kwamba ile timu ya kina Oburu na Wanga wameingia kwa serikali, hakuna mtu wa kutetea wananchi. Wakakuja na muungano ambao unaitwa Linda Mwananchi, tutetee Mwananchi. Na huu muungano umependwa, and in fact tarehe 22 Machi watakuwa Tononoka Grounds Mombasa, tarehe 27 Machi watakuwa Nairobi. Huu muungano umetokea kuvutia watu wengi. Na wamegundua kwamba muungano huu ukisajiliwa kama chama utavutia Wakenya wengi sana. Sasa walikuwa wanataka kuwapiga vita, kuzuia hilo jina akina Sifuna maybe mbeleni wasije wakalisajili kama chama. Sasa walikuwa wanataka kuhifadhi jina hilo mapema ili akina Sifuna wasije kulisajili baadaye kama chama, kuzuia wapinzani wasilitumie jina hilo maarufu. Unajua hilo jina Linda Mwananchi limekuwa maarufu. Sasa walikuwa wanataka kuzuia lisitumike. Ukiangalia hilo jina limekuwa famous. Sasa walikuwa wanataka kulizuia Sifuna yani wakuwe kama watu ambao wana own hilo jina. For example, kama mimi venye ninamiliki hichi kituo Kenya ni Media, nimeweza kulikatia license. Hilo jina ni langu. Na ndio maana unaona iko na tiki pale juu. Nimelikatia license kwa YouTube. Na ndio maana liko na jina, yani liko na tiki pale juu. Babu Owino na wao waliweza kulisajili hilo jina mapema. Serikali haikujua,
ikakimbia imegonga mwamba. Namba 2, serikali ilikuwa inataka kuchanganya umma au kuchanganya wananchi, kwa sababu jina hilo, iwapo mtu mwingine angekuja aanze kusema kwamba lile jina ni lake, basi wananchi wangeanza kuchanganyika. Ni nani ambaye basi alianzisha hili jina la Linda Mwananchi? Serikali wanaweza wakasema kwamba hilo jina ni lao, waanze kusema kwamba wanalinda wananchi, na akina Orengo kutoka hapa na wao walikuwa wanasema kwamba wanalinda mwananchi. Sasa wananchi wataanza kuchanganyikiwa, ni nani ambaye analinda mwananchi hapa? Ukiangalia serikali imeweza kuwatelekeza wananchi na wanasema kwamba ndio wanalinda wananchi. Hasa walikuwa wanataka kuchanganya umma, confusing the public. Wamegundua kwamba kina Sifuna walierevuka kitambo, wakakimbia na wakalikatia hilo jina license mapema sana. Walikuwa wanataka kuchanganya wafuasi wa Sifuna. Namba 3, ninafikiri kwamba serikali ilikuwa inataka kusajili hili jina ili kupiga muungano wa Sifuna vita vya propaganda ya kisiasa. Hasa vita vya propaganda ya kisiasa mara nyingi katika taifa letu la Kenya, mpenzi mtazamaji, hudhoofisha harakati ya kisiasa. Mnakumbuka wakati ule Murara alianzisha movement ya kumulika serikali, serikali ili counter ile movement yake, na hivyo ndivyo wali neutralize Murara Kibaso na wakamumaliza kabisa. Sasa hivi Murara hata akijaribu kuzungumza hawezi akawika. Hivyo ndivyo walikuwa wanataka kufanyia Sifuna, waende wasajili lile chama, waende wasajili chama kwa jina la Linda Mwananchi, waanze sasa vita vya propaganda. Sijui sasa ule muungano umepoteza mwelekeo pamoja na mambo mengine. Lakini sasa basi, kama walisema eti kwamba ni moto wa karatasi, mbona wanachanganyikiwa? Mbona wameamua kukimbilia kwenda kulisajili hilo jina mapema? Wamefika pale wamegonga mwamba, wamekuta kwamba Sifuna na Babu si watu wa kuchezea, walichanuka kitambo. Na hivi ndivyo, au hii ndio ishara ya kuonyesha kwamba serikali imeogopa muungano wa Babu na Sifuna na Orengo. Kwa nini? Ule muungano uko na ile Raila phobia, yani uko na ile baraka ya Raila. Wakienda mahali kuunganisha ama kuunda mkutano hivi, unapata kwamba watu wengi wanajitokeza bila ya hata mobilization. Huu muungano mwingine wa kina Oburu hapa, wanapoingia kwenye mikutano lazima watoe pesa ndio wananchi waingie, na wanapewa mashati. Sijui wazo lako ni lipi? Sema nasi, na rejea na mengi tena zaidi. Mwenyezi Mungu akubariki.